إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahumma ij'alna minal faizin. Ndugu zangu, jambo la kwanza kabisa katika Ijumaa ya leo na wahusia kumcha Allah tabaraka wa taala. Fa inna taqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Qala Allahu azza wa jalla: wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Natuambia Allah katika sura An-Nisa kwamba hakika tumewahusia waliopita kabla yenu na pia tukakuhusieni na nyinyi. Tukahusieni kitu gani? Anitaqullah, yani mumche Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wasia wa taqwa, kumcha Allah jalla jalaluhu, hauanzi leo. Wasia wa taqwa umeanza tangu zamani, au waliopewa vitabu ahlul kitab au mayahudi wamehusiwa taqwa Allah, manaswara wamehusiwa taqwa Allah, kwamba hili jambo la msingi katika maisha ya wanadamu. Nami nakuhusieni kumcha Allah Mola wenu mlezi. Katika siku leo ndugu zangu, kwa kuwa tumetoka katika mwezi wa Ramadhani na zimepita wiki mbili hizi sasa, ni muda wa kuangalia, je, ibada zetu tunazozifanya zinatuathiri? Ibada tunazozifanya zinatubadilisha positively, tukawa ni watu wema, watu wazuri, au tunafanya ibada lakini bado mambo yetu ya hovi yako pale pale? Mwezi wa Ramadhan watu walikuwa wanafanya qiyamul layli, salatu tarawih, watu walikuwa hawakosi. Mtu anasinzia ndani ya tarawih. Mwezi wa Ramadhani watu walikuwa wanafuturisha wenye uwezo. Mwezi wa Ramadhani watu walikuwa wakisoma Qur'ani kwa wingi, watu wakihitimisha, wengine siku 3, wengine kwa mwezi hiyo mara moja. Juhudi mbalimbali zimefanyika. Je, hizi ibada ambazo umezifanya mwezi mzima ule na mpaka leo zimekuathiri kiasi gani katika maisha yako? Tunakumbuka kwamba
Allah atuambia kwenye Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba sikumuumba mwanadamu yoyote yule wala sikumuumba jini wa aina yoyote ile isipokuwa lengo la kuumba watu hawa wawili ni kuabudiwa yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah ametuwekea ibada ndio maisha yetu hapa duniani. Ibada ndio maisha yetu. Ibada ndio starehe zetu. Ibada ndio mateso yetu. Ibada ndio kila kitu chetu. Uchoke kuswali, uchoke kufunga, ufurahie kwenye kuswali, ufurahie kwenye kufunga, lakini unakufa katika ibada. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Muabudu Mola wako mpaka mauti yakujie. Iwe unapenda hupendi, lakini ndio maisha yetu ambayo Allah ametuambia tufanye ibada. Sasa unafikiria kwamba Allah ametuambia tufanye ibada bure bure tu? Yaani kwamba uswali alafu hamna chochote kinachopatikana. Ufunge tu alafu hamna kinachopatikana katika kufunga kwako. Hii haiwezekani. Ni kwamba Allah tabaraka wa taala ametokea ibada ili kwamba ibada ndiyo itakayoweza kutubadilisha sisi katika maisha yetu. Ita change our life. Kama wewe ni mtu mkorofi, ukifanya ibada ukorofi wako unaondoka. Kama unafanya ibada lakini ukorofi hauondoki, basi ujue kwamba ile ibada unayoifanya haikuathiri kwa chochote. Katika Al-Qur'anul Karim Allah anatuambia, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hakika swala ilivyo inakataza mambo machafu na mambo mabaya. Hii ndio kazi ya swala. Anayeswali hatarajiwi kufanya uzinifu. Anayeswali hatarajiwi kuiba, kuwa mwizi. Anayeswali hatarajiwi kuwa muongo na tapeli. Kwa sababu gani? Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Swala inakataza mambo machafu, mambo maovu. Haya ndio malengo. Sasa kama wewe unaswali alafu bado unakunywa pombe kama kawaida, wanawake kama kawaida, muziki kama kawaida, ina maana sasa wewe swala yako hii haikubadilishi chochote. Imam Tabarani katika Al-Mu'jam al-Kabir mpokea hadithi, mtume anasema kwamba man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsha'i wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'da. Mtu ambaye swala yake anayoswali haimkatazi na machafu na maovu, huyo mtu hakuna kinachomzidishia isipokuwa anazidi kuwa mbali na Mola wake Allah tabaraka wa taala. Unazidi kuwa mbali na ule Allah. Yaani unamwabudu, unamfanyia ujeuri, alafu unamwabudu alafu unamfanyia ujeuri. Wewe unazidi kuwa mbali naye. Lam yazdad min Allah illa bu'da. Unakuwa mbali zaidi na Allah tabaraka wa taala. Tumekuwa saumu ya mwezi wa Ramadhan. Ile saumu sio bure, kwamba unashinda na njaa tangu asubuhi ile, hujakunywa chai, hujakunywa uji. Umeshinda, hujakula lunch, unasubiri magharibi jua lizame ndio ule. Hii sio bure. Unakuwa trained uwe ni mtu wa namna gani katika maisha yako. Uwe mvumilivu. Siku umepata utakula, siku umekosa utakaa na njaa. Hii ni saumu. Uwe mvumilivu, ujue kwamba wewe kama una uwezo, ujue kwamba kuna maskini ambao kila siku wanakuwa na njaa. Uhisi kwamba njaa kumbe iko namna hii, uweze kuwasaidia wenzako. Uwe na subira. Lakini kwa sababu saumu ya kufanya wewe uache kutukana, uache kusema maneno mabaya, Ramadhani ile ukiimaliza unakuwa ni kijana ambaye maneno yako wewe ni dhikrullah, kumtaja Allah tabaraka wa taala. Si kijana wa ovyo ovyo matusi matusi tena. Maana Ramadhani ulipokuwa ukitukanwa ilikuwa unasema inni swaim, mimi nimefunga ndugu yangu, usinitafutie kizaazaa, nikafungua saumu yangu hapa.
inni mru'un sa'im, mimi ni mfungaji, sitaki kero, niache. Sasa Ramadhani imeisha. Je, ile training ambapo ilikuwa utaki kero, utaki kutukana na wewe, utaki kupiga mtu, bado inaendelea? Kama umerudi pale pale, basi ujue saumu haikukusaidia chochote. Ndugu zangu katika imani, hizi ibada zimewekwa ili tubadilishe maisha yetu, tuwe watu wema, watu wazuri. Ndio maana sasa mtu anayetekeleza swala 5 anapofanya jambo baya katika mtaa, atasema fulani yule swala 5, dunia imeisha. Yule swala 5 yule shehe, yule mwenye mashungi swala 5. Kwa sababu inatarajiwa kwamba kwako wewe maasi yote yale unaachana nayo kwa sababu ya swala tu. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Lakini kama bado unafanya ile mambo maovu, unakuja unaswali, unakwenda kunywa pombe. Unakuja unaswali, mwanamke anakusubiri guest, anakusubiria huko namba fulani. Baada ya kuswali unaenda huko sasa, unaenda kufanya maasi. Sasa itakuwa hii swala ina maana gani kwako? Mal faida. Kwa hiyo inawezekana kwamba mtu unafanya ibada siku zote, lakini kama huna kitu, ukifika kule siku ya akhera katika kulipwa pepo na moto, wajikuta na wewe unakwenda motoni. Watu wanakushangaa, hata wewe pia unakwenda motoni, wakiwemo mashehe, wakiwemo mapadre, wakiwemo watu wenye uwezo, wakiwemo maskini, wakiwemo kila watu wa sampuli zote za watu. Utakuta wanakwenda motoni na wao kama kawaida. Kwa sababu gani? Swala zao hazikuwabadilisha katika maisha yao. Ndugu zangu katika imani, katika faida kubwa za ibada tukifanya ni kuwa very close to our Lord the Almighty, kuwa karibu sana na Allah Mola wetu mlezi. Ndio maana unapokuwa katika sijda, wakati unaposwali, pale ndio eneo ambalo upo karibu zaidi na Mola wako kuliko eneo jingine lolote lile katika maisha yako. Unasujudu, unaweka komo lako pale chini ya busati pale, unasema subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 times. Manake wewe si mtu wa kawaida. Yani kama vile unaona jambo jepesi tu, lakini si jambo la kawaida kusujudu pale, alafu namwambia Allah, Mola wangu mlezi, umetakasika Mola wangu ulio juu. Warudia mara 3. Wengine wanaongeza na dua nyingine. Alafu masikitiko yote yale unaojikurubisha kwa Mola wako mlezi, ukitoka pale ndio kwanza maasi kama kawa. Nasema hivyo kama kawaida. Sasa ina haja gani wewe upate sugu za magoti, upate sugu za komo lako, paji lako la uso, ukasujudu pale, alafu narudia maasi? Kuna maana gani sasa? Hivi unaweza kuchota maji wewe na pakacha. Maji unachota na mfuko huu wa Magufuli kama tunavyouita. Unaweza kuchota maji kwa mifuko hii? Unaweza kuchota maji kwa jumu, kapu kubwa unachotea maji hilo jumu kweli? Unaweza kuchota maji kwa chujio, nachota maji wanajaza jaba langu kwa chujio. Bila shaka huwezi kufanya hivyo, kwa sababu itakuwa napoteza muda, napoteza wakati, alafu hakuna mafanikio yote katika jambo kama hilo. Sasa iweze katika ibada, unakuja kuswali kila siku, unafunga kila mwezi wa Ramadhan, unatoa sadaka, alafu bado nafanya machafu. Hii itakuwa na maana gani katika jamii? Ndugu zangu, ibada imekusudiwa ibadilishe watu. Sasa je, ibada yako wewe unaoifanya inakubadilisha vipi, inakuathiri vipi katika maisha yako? Vinginevyo itakuwa unachota maji na chungio tu, hamna kitu. Ndugu zangu, tukija katika maswahaba wenzetu, twajua kwa wale maswahaba wengine kabla hawajakuwa Waislamu walikuwa wanaabudu mizimu. Wengine walikuwa wanakula riba,
wengine walikuwa wanafanya kazi ya ujambazi, wengine walikuwa wakijiuza, kina mama na kina baba walikuwa wananunua hizo bidhaa. Walipoletewa kalimatu tauhid, wakakubali, wakasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, waliacha kila kitu. Waliacha pombe kulewa, waliacha uzinifu, waliacha riba, waliacha kuabudu mizimu na masanamu, wakasema ni la ilaha illa Allah. Bas sasa sisi Waislamu wa zama hizi, si shida kusema la ilaha illa Allah. Tuona kama neno la kawaida tu. La ilaha illa Allah, alafu nakwenda kwa mganga. Bwana mmekuja bwana, nataka mtu mmalize kabisa huyo. Anasumbua sana mtu katika maisha yangu. Nataka umuondoe. Nataka umpe tezi dume. Nataka umpe ngiri maji. Nataka umpe ablidi siku zote. Nataka mambo mengi unamhadithia mganga ili amroge mtu fulani. Na wewe unasema kwamba la ilaha illa Allah. Sasa ina maana gani? Leo kusikia kwa masahaba akitajwa kwamba Abubakar Siddiq, watu wanasema radhiallahu anhu, sio jambo simple. Uthman Dhinnurain radhiallahu anhu, sio jambo simple. Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiallahu anhu, Allah waradhi naye, sio jambo simple. Watu walistruggle, walipoteza mali zao, waliacha na upuzi wote wa kijahilia, wakawa katika mstari wa haki, wakaacha zinaa na kila kitu. Ndio maana ya kuwa Muislamu. Muislamu manake ni al-istislamu lillah, wajisalimisha kwa Mola wako mlezi aliyokuumba. Unasema Mola wangu mimi nakufuata wewe, maagizo yako na unipe ndio nawatekeleza. Huyu ndio Muislamu. Sasa unakuwa Muislamu, hujulikane wewe ni Muislamu au ni Mkristo. Kuanzia mavazi, kuanzia tabia, kuanzia mambo yote. Mpaka mtasema anaitwa Abdallah, kumbe ni Muislamu huyu. Kwa jina kwamba anaitwa Abdallah sasa. Lakini kwa matendo yako ni sawa tu. Huu ndugu zangu sio Uislamu. Tumeletewa ibada ili tuweze kujirekebisha katika maisha yetu. Tuwe watu wa kweli kweli. Jambo la kwanza unapokuwa ni Muislamu, kwanza atakiwa uwe mkweli, useme mambo ya uongo. Jambo la pili, uwe ni mwaminifu. Usifanye khiana katika ambacho umeaminiwa. Jambo la tatu, ule cha halali usile cha haramu. Sasa tunafanya yote ndugu zangu haya, ndio yanafanya katika maisha yetu tunakuwa watu wa ovyo. Kwa sababu mtu huyo mmoja anakunywa pombe. Mtu huyo mmoja anafanya uzinifu. Mtu huyo mmoja anakula riba. Huyo mmoja ni tapeli. Sasa sifa zote hizi ambazo nazo wewe Muislamu, halafu unaswali, unafunga, hizi swala na funga zako zinakusaidia nini katika maisha yako? Ma atharu hadhihi ibadat? Nini athari ya ibada hizi? Kwa kama umeamua kuwa Muislamu ndugu yangu, hebu jiepushe na takataka zote za maasi. Kwa nini? Kwa sababu maasi unapoyafanya wewe kama mwanadamu, ujue unapata athari katika maasi yale unayoyafanya. Ukiwa unakunywa pombe, una athari ya pombe unayoipata. Ukiwa una mambo ya uzinifu, una athari ya zinaa unayoipata. Ukiacha mambo ya maradhi. Huyu katika salafu salih wema waliotangulia, Al-Hasan al-Basri anasema innal abda la yudhnibu adh-dhanb hatta yura dhalika fi khuluqihi wa fi zawjatihi wa fi dabbatihi. Mwanadamu anaweza kufanya dhambi, ile dhambi kawa sasa inaonekana athari ya dhambi ile katika tabia zake. Ile tabia zake anazofanya tujua hii ni dhambi fulani.
tabia ile ile inahama inakwenda kwa mke wake, tabia ile inahama inakwenda kwenye kipando chake. Kama una baskeli, kama una gari shazoea kwamba mimi ikifika sehemu fulani nitafunguliwa mlango wa kushoto, ataingia mtu fulani. Gari inazoea. Kwa hiyo unapomuona mtu pengine hapendi kuswali, hapendi kufunga, hapendi kutoa swala kana yeye ni Muislamu, ili jambo sio la kawaida, sio bure. Ahlul anasema haya ni madhambi yamemvunja vunja huyu mwanadamu. Kadri unavyokuwa na madhambi mengi, unakuwa very tired. Yani ukiambiwa kuna swala huko, unaona kwamba aisee, swala 5 kwa siku. Wenzetu Jumapili tu, hii dini yetu bwana hii. Ya unajivuta vuta tu. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas. Wakenda kwenye kuswali wanasimama, wanakwenda hali ya kuwa wanakwenda kwa uvivu kabisa, wataka waonekane na watu. Kwa nini? Maasi yamemvunja vunja mtu. Ahlul ilmi wanasema, maulama, kwamba inapokuwa umefunga, fandhur ila man tuftir, angalia unakwenda kufungua kwa nani. Wa man ladhi tuftir, na unafungua kitu gani unachofungulia. Wanasema fa innal akla, hakika ule mlo unaoula pale unaweza ukageuza moyo wako. Yanqalibu qalbuk, moyo wako unaweza kubadilika. Fala ta'udu ila alhali alawwal, ikawa huwezi kurudi katika hali ya mwanzo. Vyakula hivi, mtu anapika chipsi, anakula chakula kizuri chipsi, kama anakula sio nyama, kama sio vitu gani, kama ni ugali nini, lakini kimepatikanaje chakula hicho? Namna chakula kilivyokuwa kimepatikana ndivyo unapopata athari wewe ile ile inakuingia katika moyo wako, katika nafsi yako. Hizi ni athari ambazo kuzingamua hivi ni ngumu sana. Lakini angalia mtu aliodata na masala ya maasiya, mtu aliodata na masala ya pengine ni mzinifu, muangalie tabia zake. Yani swala naona mbona swala ngumu, lakini akipigwa simu saa 5 za usiku, bana njoo hapa, nipo hapa. Wapi? Wewe njoo tu, kila kitu fresh. Anapata nguvu, muda huo anaondoka, boda chako anakuja anakwenda. Lakini msikiti po karibu tu hapa, hawezi kwenda. Yani amechoka sana, maasi yamemvunja vunja mtu, amekuwa amechoka kabisa, kwisha. Kwa kijana mzito katika masala ya ibada, ujue punguza, acha kabisa maasi, utakuwa very strong katika mambo ya ibada. Waislamu hapo, mfano hapa Mazimbu tukiangalia, sio waliokuepo hapo ndio Waislamu wote. Mwingine asikiza maiki tu nyumbani kwake, lakini kuja msikitini hawezi. Je, anafanya matendo gani? Angalia maisha yake. Inawezekana mtu huyo ni mlevi, ni mzinifu huyo mtu mmoja, ni mshirikina huyo mtu mmoja, mazagazaga yote ni huyo tapeli, mtu anefanya mambo ya ubadhirifu ni huyo mtu mmoja. Sasa mtu wa namna hiyo inakuwa ni ngumu mno kuweza kufanya ibada kwa wepesi katika maisha yako. Lazima unapata uzito. Ukiambia kwa maswahaba enzi hizo walikuwa kama mtu ana matatizo, ana shida katika maisha yake, anaona bora akaswali kidogo apate utulivu. Akiingia katika swala anapata utulivu kabisa, anapata khushu'. Yani hajui kunaendelea nini huko, anajua kwamba hapa niko mbele ya Mola wangu. Sasa hiyo stage hiyo sio kawaida. Lakini leo hii ukipata na matatizo ndio unaacha swala sasa. Wasema nitaswali vipi? Mimi na stress katika maisha yangu. Taswali vipi mimi? Na swali huko nawaza. Mimi nitakuwa hamna swala hapo. Swala ndio kila kitu ndugu zangu. Kwa hiyo ndugu yangu, jiangalie katika maisha yako. Je, ibada unayoifanya na kuathiri katika maisha yako? Kama haikuathiri, kwa nini? Alafu chukua hatua. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim huwa al-barru al-karim. Alhamdulillah
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أيها الشهود أيها الحاضرون الكرام, katika maisha yetu tumepewa ibada ndio maisha yetu. Allah katangaza wazi kwenye Qur'ani kwamba hiyo ndio shughuli aliyotuumbia, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haya mengine yote tunayofanya haya ya kidunia ni kama facilitators, anatufacilitate sisi tuweze kufanya hizo ibada zetu. Katika tutoe zaka, bidi ufanye kazi utoe zaka. Yatakiwa ukienda katika swala uwe na nguo nzuri, ufanye kazi upate pesa ununue nguo nzuri. Tumewekewa mambo mbalimbali. Tuna matamanio kama wanadamu, tumewekewa swala zima la ndoa, tuoe. Leo tukawekewa sisi wanaume 2, 3 mpaka 4 mwisho. Kuna baadhi ya dini hakuna kuoa huko. Kuna baadhi ya dini wale viongozi hawaoi. Kuna baadhi ya dini mke wake ni mmoja tu. Uislamu unajua mwanadamu anatakiwa awe vipi, mwanamume awe vipi, mwanamke awe vipi. Ukasema wewe mwanamume, wewe nature yako hutosheki na mke mmoja, piga mathna, thulatha na rubaa mpaka 4 mwisho. Uislamu umekuja ukaregulate, ukaweka sawa haya mambo, kwa sababu hizi ni ibada tumeombiwa sisi wanadamu. Sasa inawezekana kwamba tunafanya ibada hizi alafu kawa tunafanya maasi vile vile, itakuwa tujafanya ibada inavyotakiwa. Itakuwa baada tujakuwa serious na masala ya ibada. Sasa hizi ni za faradhi tu, sijakwambia ibada za sunna. Masahaba alipoona umuhimu wa ibada, Allah akatangaza kwenye Qur'ani kwamba wasimame usiku wafanye ibada. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Tumeambiwa afanye ibada usiku, asimame nusu nzima usiku, ama apunguze ama azidishe, asome Qur'an. Basi masahaba nao wakaiga kwa wanasimama visimamo vya usiku, mpaka viongozi wa mfano sahaba Umar anasema kwamba tusipolala wakati wa usiku dhayana anfusana, itakuwa nafsi zetu tumezitelekeza nafsi zetu. Yani usiku ukifika, usipoamka kufanya ibada ukamwomba Mola wako, utakuwa nafsi yako umetelekeza. Na sasa tusiposimama wakati wa mchana, itakuwa tukilala wakati wa mchana itakuwa tumetelekeza raia zetu. Kwa maana mchana hatulali, tunafanya kazi, tusitelekeze raia. Na usiku tunaamka tunafanya ibada, tusitelekeze nafsi zetu. Sasa ili uwe strong katika mambo yako, una shida ya kazi, una shida ya maradhi, usiku unasimama kufanya ibada au unaangalia mpira tu usiku kucha? Unakwenda disco usiku kucha, uzinduzi sijui festival sijui vitu gani usiku kucha? Lakini unaamka angalau ukakaa, ukaelekea kibla hata bila kusali rakata moja, ukanyosha mikono juu, sema Mola wangu mlezi, nimesimama nimekaa katika wakati huu usiku huu na kuomba nipe jambo 1, 2, 3. Unafanya mambo au dua za Kiswahili, Mungu atanipa inshallah, Mungu atanipa, Mungu atanjalia, Mungu atanjalia. Wewe mwenyewe unamuomba ama atakujalia tu, atanipa tu? Atakupa vipi? Allah anaombwa. Na zimethibiti hadithi ndugu zangu kwamba Allah anashuka usiku wa manane, ile sehemu ya mwisho usiku ile Allah anashuka. Maana Allah yuko juu, Ar-Rahmanu ala arshi istawa. Allah anasema kwamba yeye yuko juu ya arshi huko, na arshi iko mbinguni. Sasa Allah anashuka usiku ule, alafu anauliza nani ananiomba nimpe jamani? Nani atakayemsamaha nimsamehe? Usiku anaomba saa 9 pale, 8 pale, 10 kasoro zile. Allah anauliza nani anayetaka msamaha nimsamehe? Nani ananiomba nimpe? Muombe Allah pale. Au wacha Mungu wote duniani wanasimama wanafanya ibada. Hao viongozi wote wacha Mungu wanafanya ibada nyakati za usiku. Wewe una shida kemkem, shida nyingi sana, unasimama kufanya ibada wakati wa usiku? Lakini nguvu hiyo utapata wapi?
maasi yamekujaa kiasi kwamba umekuwa mzito sana. Ndugu zangu, mtu anakuwa kijana, anadharau masala ya ibada, anafanya maasi kwa wingi, anakuwa mzee amechoka kabisa. Ndio ilivyo. Umekuwa kijana uko bize, huku na mirungi natafuna, huku na Big G na mirungi si imejaa shavu hili, huku si una bia gani unapiga, huku unaongeza na gani unachanganyia, huku si una energy si unapiga, huku si una nini unakwenda na nini, yani kila mara unajiongezea tu, huku na alkasus, huku si una vitu gani na nini, huku una mchuzi wa pesa huku, yani wajichocha saa zote tu, yani uwe kila kitu uwe strong. Atakufanya kila kitu extra. Unakwenda kuzini, unataka ukazini, wasema ukapiga show ya kinini, ya kibabe, show ya nini huko. Show. Unakwenda kufanya mambo ya ajabu kabisa. Unachosha mwili. Na kuwa mtu mzima sasa, kutembea uwezi, pengine ulijichosha. Pengine ni maradhi tu. Sasa hakikisha kwamba kuanzia leo unakaa unafanya tathmini ya ibada zako. Tangu wewe uanze kufanya ibada mpaka leo. Je, hizi ibada zako zimekubadilisha katika maisha yako? Zimechange your life? Kama umesilimu mathalan, ulikuwa pengine uko Mkristo ama Myahudi wakati huo, sasa umekuwa ni Muislamu, fanya tathmini. Je, mimi tangu niwe Muislamu nimebadilisha kitu gani? Panga vitu vyako pale. Orodhesha kabisa, chukua kalamu kwa wale wasomi, orodhesha pale. Usengenya, kufanya liwati, kuingilia mtu kinyume cha maumbile, kufanya uzinifu, kunywa pombe, kuvuta bangi, kula mirungi, si madawa kulevya kitu gani? Orodhesha pale kabisa, alafu sema ibada zangu mbona nazifanya zimeniwezesha kuacha kitu gani katika vitu hivi ambavyo nimeviandika hapa. Alafu natia tiki au natia X. Utaona kwamba inawezekana ikawa unakwenda motoni. Tathmini inajulikana kabisa. Yaani sio kama kuingia hapo peponi na motoni labda hujui ni bahati mbaya tu, hapana. Yaani kama ni motoni wajua kabisa kwa mimi naenda motoni. Uweza kujua kabisa. Tokee bahati tu. Sababu yote matendo ya maasi unayofanya, kwani ni moto usiende? Na sababu gani labda msingi sana? Usiende motoni. Kwa lipi? Umefanya jambo gani kubwa? Kama usiende motoni, unakwenda peponi. Kwa lipi hasa? Mambo ya michezo haya mtu anaweza akakaa anachambua kwamba Simba si ina timu gani? Hii itashinda tu. Kwa sababu gani? Unajua hana wachezaji bora. Yaani hao unajua jamaa akiweka pale si namba ngapi pale, yule tunatoboa. Hii bana hatuishii hapa. Hii yaani mtu anatathmini kabisa. Anajua mechi hii tunavuka. Ameangalia wachezaji wake, ameangalia goalkeeper, ameangalia kocha, ameangalia sijui benchi la nini, asema hapo tunafanyaje? Wasema hii tunavuka. Sasa tathmini hii hebu jifanyie mwenyewe. Alafu sema hii ninavuka au huvuki. Jifanyie tathmini mwenyewe katika matendo yako yote. Yaorodheshe basi mimi ninavuka basi vuki. Jifanyie uadilifu. Ukipata jibu lako sasa fanya mabadiliko ya nguvu. Ndugu zangu, sitaki niwachoshe. Allah jiele katika watu ambao kusikia maneno kufuata yaliokuwa mazuri. Tunakuomba Allah tusamehe madhambi yetu. Tunakuomba ya Allah tusamehe madhambi yetu. Tunakuomba Allah Mola wetu mlezi tusamehe madhambi yetu. Utupe nguvu za kufanya ibada. Utupe nguvu za kufanya ibada, tuache maasi, tuache madhambi. Ibada zitubadilishe katika maisha yetu, kutubadilisha mabadiliko chanya. Tuweze kuwa wakweli, kuwa watu ambao wenye kutekeleza uadilifu katika jamii zao, kuwa na heshima kwa wakubwa, kuwa na huruma kwa wadogo, kuheshimu viongozi na kuheshimu kila mtu ambaye ni mwanadamu. Na vile vile tunakuomba Allah Mola wetu mlezi utujalie kwamba tuendelee kufanya ibada bila kuchoka. Iwe Ramadhani, iwe nje ya Ramadhani. Tujalie pia tuweze kufanya tathmini katika maisha yetu. Kama tukiona tupo katika upotevu, tuweze kubadilika bila kujali. Pia tunakuomba Allah tujalie katika watu ambao wakisikia maneno basi wako tayari kubadilika na kuacha na upuuzi ambao alikuwa kuendeleza kabla ya hapo.
برحمتك ارحم الراحمين. عباد الله قمنا صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.